Leo ni siku ya Ijumaa, especially ni siku ya maombi na maombezi. Na wakati mwingine tunaweza tukawa tunapeana maarifa pia, inategemea na mtembeo wa hiyo siku, ili tupate kudumu na kuendelea katika hii safari ambayo mwanzilishi wake ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na leo ningependa nikushirikishe kitu, wakati mwingine kinaweza kikawa ni kipya kwenye maisha yako au kwa namna ulivyokuwa unafahamu. Na penye nimeandika hesabu ya shetani katika vita vya kiroho dhidi ya kometu. Hesabu ya shetani katika vita vya kiroho. Hesabu ya shetani katika vita vya kiroho. Mstari ambao tunakwenda kusimamia ni kitabu cha Ufunuo sura ya 15, ule mstari wa kwanza hadi wa 3. Biblia inasema, Ufunuo 15 mstari wa kwanza hadi wa 3 inasema, kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, malaika 7 wenye mapigo 7 ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama au shetani na sanamu yake, na kwa hesabu ya jina lake, walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu. Bwana alibariki neno lake. Kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, na malaika 7 wenye mapigo 7 ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda, sema wenye kushinda, rudia tena, watoka kwa yule mnyama, sema mnyama, na sanamu yake, na kwa hesabu ya jina lake, walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu. Kabla sijaanza kufafanua hii kitu, ningependa nizungumze kidogo juu ya mambo ya msingi unapokuwa umeokoka. Yako mambo mengi unapaswa uyajue na uyafahamu katika imani uliyoiamini ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na moja wapo kati ya jambo la msingi ni kujua mambo ya vita vya kiroho, au kujua vitu vya ulimwengu wa kiroho. Kitabu cha Ufunuo sio kitabu ambacho kiko wazi. Haikuwa taarifa kwenye nchi. Ni Yohana alifunuliwa vitu vinavyoendelea kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo haikuwa taarifa ya kila mtu kupata. No.
Maana yake ni kwamba vilivyokuwa vinaonekana ni baada ya kufunuliwa ndipo akaanza kuona. Ndio maana ya kitabu cha Ufunuo. Sasa ukishajua ya kwamba vitu vingi vinaanza katika ulimwengu wa roho, maana yake utajua mambo mengi ambayo Mungu anataka uyajue. Upofu wa kutokujua vinavyoendelea kwenye ulimwengu wa roho ni dalili mojawapo ya kushindwa kwa maisha ya mtu. Kwa sababu unachokiona kinachoonekana kwa jinsi ya mwili kinakuwa na mzizi kwanza katika ulimwengu wa roho. Niliwafundisha wakati nazungumza juu ya mauti, nikakueleza namna ambavyo ni harakati za kiroho kwanza huwa zinaanza. Farasi wa kijivujivu aliyempanda anaitwa mauti na anayemfuata anaitwa kuzimu. Kwa hiyo unaona mauti ama kifo kimetokea kwa jinsi ya mwili, lakini ni harakati za kwanza za kiroho kwanza kwenye ulimwengu usioonekana au ulimwengu wa kiroho. Na bahati sana na huzuni sana, makanisa mengi ya kipentekosti ama kirokore, nimeona wakati mwingine wanayasukuma makanisa mengine pembeni kwa madai ya kwamba wao sio wa kiroho. Lakini unapozungumza juu ya kanisa la kiroho, maana yake unajua vitu vinavyoendelea kwenye ulimwengu wa kiroho. Bahati mbaya na hao wanaosema ni wa kiroho, unapowatizama na kuangalia unasikitika kwamba hata ule ulimwengu wa kiroho wenyewe hawafahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo moja kati ya vitu vya kuangalia sana ni kwa sababu tumezaliwa katika ulimwengu wa mwili, tunaishi katika mwili, tunasoma tu kwa jinsi ya mwili, tunafahamiana, lakini inapofika issue ya kiroho wengi tunapigwa chenga na tunashindwa kujua, siji kwa sababu adui anakuwa ameficha ama anataka watu wasijue. Usiishi maisha ya kutokujua kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Ndio kinachopika kinachoendelea katika ulimwengu wa kimwili. Tumesoma habari za ufunuo wa Yohana juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea, alichokiona, juu ya mapigo, juu ya wale malaika. Lakini kuna vitu vingi vya kujifunza hapa. Katika ile 2 anasema tena, nikaona kitu mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na kwa hesabu ya jina lake. Uko mstari ambao nataka uangalie hapa juu ya wametoka kwa huyo mnyama au shetani. Imeeleza vitu kama vitatu. Imeeleza juu ya huyo mnyama, imeeleza juu ya sanamu, na imeeleza habari ya jina lake, na pia imeeleza habari za hesabu yake. Sema hesabu. Rudia tena. Rudia tena. Kila kitu ambacho kiko kwenye Biblia kina maana. Na mimi nimesema hesabu ya shetani katika vita vya kiroho. Unaona hawa watu walishinda. Walishinda vyote. Walimshinda mnyama, waliweza kuishinda ile sanamu, lakini pia walishinda hesabu yake. Iko siku nitazungumza juu ya jina lake, kwamba adui anapokuja haji tu kwa majina uliozoea. Aina ya jina analotumia itakupa aina ya kusudi analokuja kukupambana na wewe. Anaweza akaja kama nyoka. Anaweza akaja kama nyoka. Unaona nyoka. Kwa hiyo kitu kilichobeba pale nyoka, lazima ujue nyoka kabeba nini. Anaweza akaja kama mshtaki. Kwa hiyo kuna njia tofauti tofauti ambavyo anapokuja kudili na mtu, anakuja na jina tofauti ambalo ndani yake ukijua limebeba kusudi analokuja kukufanyia.
Kwa hiyo atabadilika, wakati mwingine atakuja kama malaika wa nuru. Utajua malaika wa nuru analenga nini. Kwa hiyo kwenye beto ama kwenye ulimwengu wa giza, maana yake ni lazima ujue vitu vingi ili upate kuishi maisha ya ushindi kwenye kila eneo la maisha ya kwako. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kwa hiyo nimekuambia habari za yule mnyama, nimekuambia habari za sanamu yake, nimekuambia habari za hesabu, na nimekuambia habari ya jina lake. Vyote hivyo vinatengeneza ufahamu wa kwamba anapokuja nyuma yake kuna nini kimebeba. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inamuita shetani ni joka. Biblia inamuita shetani ni mshtaki. Biblia inamuita shetani ni baba wa uongo. Inategemea anakuja na nini. Anakuja na jina lipi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio maana kwenye vita vya kiroho usipojua hivi utakushangaa kuna vitu vingi vinakuwa kama ni vipya kwako. Na mimi nimesema hesabu ya shetani katika vita vya kiroho, kwamba anapopambana na mtu hesabu yake ni muhimu ijue. Amen. 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 Kwa hiyo lengo kubwa la ujumbe huu ni kwamba ujue ni hesabu gani ambayo adui anatumia katika mapambano dhidi yako. Utanielewa tu. Ujue ni hesabu gani ambayo adui anaitumia katika mapambano dhidi yako kiroho. Na tunaposema hesabu ya shetani, tunazungumzia mpangilio wake katika kukushambulia. Tunazungumzia muundo wake katika kukushambulia. Kwa hiyo tunapozungumzia hesabu, maana yake ni mpangilio wake anaotumia katika kukushambulia. Maana yake ni kwamba ni muundo upi anaokuja kukushambulia. Tuko sawa? Inawezekana ni kitu kipya kabisa kwako. Umezoea zile vurugu, navunja, nafinya, nalalia, nakalia. Ni sawa, lakini ongezeka kidogo kuwa upate kujua ni mpangilio upi anaoachilia kwako, ni muundo upi anaokuja nao kwako kukushambulia. Kwa lugha nyingine, unapaswa ujue ni kitu gani kinakuja kwanza, anachokileta kwanza kwako, na kitu gani kinachofuata. Mazoea maombi ya kuvunja na kwa haya sio, haya ni mengine, hii ni namba. Ni kitu gani kinachoanza cha kwanza, alafu kitu gani kinachokuja cha pili, na kitu gani kinachokuja cha tatu. Ndio inamaanisha ya hesabu. Maana yake mpangilio, muundo wa mashambulizi dhidi yako. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa ninaposema hesabu ya shetani katika vita vya kiroho, maana yake inamaanisha mpangilio au muundo ambao adui anautumia kukukabili au kukushambulia. Amen. 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 Na hii ukishajua itakusaidia kujua hatua zake. Biblia inasema hatukosi kuzijua hila za shetani. Kwa hiyo itakusaidia kujua hatua zake, ili upate kushinda hiyo hesabu, upate kushinda huo mpangilio, upate kushinda huo muundo wake kinyume chako. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia tena. Hesabu ya mnyama ama shetani inazungumzia muundo
au mpangilio ambao adui anautumia kukushambulia. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Anashambulia ndoa, anashambulia familia, anashambulia kazi, anashambulia hali yako ya afya, anashambulia hali yako ya kiroho. Usije ukafikiria anakuja kichwa. No. Ni mkakati ulioratibiwa wa kitu gani kianze, kitu gani kifuate, jambo gani lifuate, jambo gani lifuate. Kwa hiyo hatupigani na adui asiyejua, tunapigana na adui anayejua kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo muundo au mpangilio wa adui katika vita vya kiroho itakusaidia kujua kabisa. Na mimi nitazungumza vitu vichache vya kukusaidia. Usije ukafikiria vita havipo. Vita vipo. Kama mashambulizi hayapo. Yanaweza kugusa ndoa, yanaweza kugusa familia, yanaweza kugusa uchumi, yanaweza kugusa ustawi, yanaweza kugusa kila kitu, kugusa watoto. Sasa lengo langu ni kukufungua macho ili upate kujua hivi vita vya kiroho adui huwa na mfumo upi anautumia, ili ucheze katika maombi ambayo yanatembea kwenye mbinu. Katika vita vya kiroho mbinu ni muhimu, lakini kumjua adui ni muhimu pia zaidi. Wanasema ukishamjua adui una nusu ya ushindi wa mapambano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Okay. Huwa ninaenda pale, nikienda redioni nakuta kuna watu wanatoa vipindi vya matangazo ya mipira na mechi zinazopigwa. Lakini ngoja nitumie huo mfano wa timu ya mpira kwenye hichi ambacho nimekwambia. Kocha yoyote anapokuwa anafundisha mbinu za kumtengenezea ushindi katika timu, huwa kuna mbinu za kuzuia, huwa kuna mbinu za kushambulia, si ndio? Hawezi akakaa tu golini huku kwa haendi alafu useme watashinda. No. Kwa hiyo anakuwa na mbinu za kuwasaidia namna ya kuweza kushambulia. Lakini wanaposhambulia huwa hawaendi kama nyuki. Wote 11 wanaendaga wote. Sasa wametoka kwao, wamemwacha tu kipa tu, wamekuja wote huku. Wanafanyaga hivyo ngoro. Anakuwa na mbinu, anaweza akatanguliza mmoja mbele, nyuma yake akatengeneza watatu, nyuma yake akatengeneza tena watatu. Na ule mpangilio wa movement yake unakwenda kwa utaratibu kufikia hitimisho la shambulio, kuonyesha kwamba katika kushambulia huwa hawaendi kama nyuki kwa pamoja, wanakwenda kwa mpangilio. Amen. Ni mpangilio ulioratibiwa kwamba huyu wa kushoto atatoka, huyu wa kushoto kulia atakuwa anasogea. Hawaendi ovyo ovyo. Unakuta mpaka wanafunga goli ulioratibiwa vizuri ili kutengeneza ushindi. Kwa hiyo utakuta wakati wanashambulia walianza kama 4, unashangaa wanamaliza ile shambulizi wameongezeka, wako 6 ama wako 7. Lakini huko hawaachi nyuma kwamba kipa atajijua. Wameweka tena watu wa kuangalia. Kwa hiyo unakuta timu inapokuwa inashambulia, maana yake hawaji kama kundi la ndege. Wanakuja wakiwa na mpangilio. Na shetani hivyo hivyo anapokuwa anashambulia kanisa, anashambulia watu, wakati wote anakuja kwa mpangilio. Amen. Amen. Anakuja kwa mpangilio. Mpaka idadi ya mashambulizi, idadi ya zile nguvu, idadi ya zile roho ambazo zinakuja kushambulia. Haji kichwa,
anakuja akiwa na mpangilio. Kitu fulani kifanyike, kitu fulani kifuate. Jambo fulani lianze, jambo fulani lifuate. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ninachozungumza ni kwamba shetani na mapepo ambao wanatuchukia pia huja kwa mpango na idadi fulani wanapokuja kushambulia. Wanakuja kwa mpango na idadi fulani. Na hiyo wapendwa, hiyo kitu inapigwa gachenga. Anajua anakuja kushambulia ndoa. Anajua anakuja kushambulia huduma. Anajua anakuja kushambulia mradi. Anajua anakuja kushambulia hivi. Haji kichwa. Kuna mpangilio mkakati aliyoweka, kitu gani kifuate, ikifeli kitu gani kiingie. Ndivyo hivyo ulimwengu wa giza unafanya kazi. Vitu vinakwenda kwa mpangilio. Tuko sawa sawa? Vile ni vita, hawaendi kama ndege. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Na katika Biblia utaona kuanzia mwanzo mpaka mwisho, unapoangalia juu ya miliki za giza, mpangilio huo ukiwa hai kabisa. Pepo zilipokuwa zinajitokeza, unaona wanaenda kwa mpangilio, muundo, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hicho wanachokiendea wanakitimiza. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Kwa hiyo wanakwenda kwa idadi na mpangilio wa kushambulia, ili kumvamia mtu, ili kuvamia maisha ya mtu, ili kuvamia ndoa, ili kuvamia familia, ili kuvamia kanisa, ili kuvamia mtumishi. Wanaenda wakiwa na mikakati, ikiwa ni pamoja na idadi na muundo wa mashambulizi. Bwana Yesu asifiwe. Ukielewa huo mpangilio, utafahamu kinachofanyika kwako unaposhambuliwa. Na hiyo ukija kushinda hatua moja, hauwezi ukabweteka. Utajiandaa kwa ajili ya chochote kinaweza katokea. Tuna wapendwa wengi sana, nimewaona. Anasema ndoa ina shida, tunaomba, anapata unafuu, alafu ana relax. Kumbe hajui kwamba mapepo yakija kushambulia huwa yana hali ya kufuatana. Hili linaanza, hili linafuata. Hili liloshindwa likishaondoka inakuja nyingine zaidi. Kwa hiyo kama hajakaa kwa lengo la kulinda na kufahamu namna na jinsi anafanya kazi, atajikuta amepata unafuu kwa muda, lakini baada ya muda unashangaa inapita naye tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ninachozungumza hapa ni muhimu kufahamu hiyo timu na idadi na aina ya hizo nguvu za giza zinazoshambulia maisha ya kwako. Ni mfano wa kwanza wa timu. Naenda pole kwa sababu nisome jipya. Mfano mwingine, wangapi walishafika porini? Porini, kwenye msitu ambao una simba. Ulishafika? Si mimi sisemi mapori haya ya Runzewe, haya ya miti na mikaa. Wangapi walishafika? Hamna. Ukifika kwenye pori ambalo lina wanyama wakali, nataka nimzungumzie simba. Ukimwona simba ametokea huku, huwe na uhakika hayuko peke yake. Utaona kundi lingine linatokea, wanatembea kwa mpangilio, wanawinda kwa mpangilio. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Yaani umemwona ametokeza huku, alafu baadaye ghafla. Wakati mmoja nilikuwa niko Matongo, nilikuwa nimechukua kama wafungwa 10. Alafu tumeingia kwenye
ile mbuga ya Serengeti. Alafu akanambia wafungwa, maana niona kama kuna mnyama ametoka kujisaidia muda sio mrefu hapo. Wakanambia, baba, huyu ni nyati. Nilichomoka mbio, nyati. Yaani hao wanyama wana mpangilio fulani wa namna, hawaendi kichwa kichwa. Unaona wana ratiba ambazo ni nzuri wanapokuwa wanaenda kudili na kitu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa wanapokuwa mawindoni hawafanyi kazi peke yao, wana mpangilio fulani. Hili jike litakaa huku, hili dume litakaa huku. Ikitokeza tumefanyika hivi, hichi kitendo kinafuata. Kwa hiyo wanaenda wakiwa na utaratibu mzuri katika kile wanachokifanya. Amen. Sasa Biblia inasema Ibilisi ni kama simba afanye nini? Sasa kama ni simba ungurumaye, fahamu hiyo kanuni sasa. Ongezea pale, afanye vitu kichwa kichwa. Inakwenda kwa utaratibu ambao anakuwa ameuratibu kwa lengo la kufanikisha mawindo yake. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa hiyo wanafanya mashambulizi kupitia makundi. Unajua tunamshukuriaga shetani kijumla na tunampuuza kijumla, lakini ametuumiza sana. Ni kwa sababu hatuna ufahamu ya kwamba katika mashambulizi anavyoshambulia anafanya kwa mpangilio, ili lianze, ili lifuate, ili itokee huku, ili itokee huku, ili jambo litokee huku, ili jambo lifanyike hivi. Ni mpangilio, ndio inaitwa hila za shetani. Biblia haisemi tunapambana na shetani, nasema hila zake, ujanja wake, mpangilio wake, muundo wake. Amen. 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 Kwa hiyo simba akitokeza huku mmoja, uwe na hakika kuna mwingine huko. Utashangaa na mwingine anatokeza huko. Baada ya muda huko kati. Ndio shetani anafanya. Unashangaa imepigwa ndoa, haijakasema imepigwa uchumi, haijakasema imepigwa familia, imepigwa kibali. Unasemaje bwana? Nimesema ni somo jipya, naenda polepole. Amen. Wale waliokuwa na kusaidia ghafla nao wameanza hao kwamba huyu ndiye anemsaidia, anapigwa kwanza huyo pap, alafu baadaye unabakia kama ulivyo. Kabla wewe unakuwa labda ni wa mwisho, baadaye inapigwa kinachokuzunguka, alafu unakuja unapigwa na wewe pale. Ni mipangilio, ni muundo wa adui katika mashambulizi yake dhidi ya watu wa Mungu. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa hiyo mashambulizi ya shetani yanafananishwa na mashambulizi ya simba. Sawa? Kama ambavyo simba walivyo na ujanja na mpangilio kwenye hatua zao za mawindo, Biblia inamfananisha na shetani. Kwa hiyo ukisema tu kama ni kama simba au ngurume wao, unachukulia hivyo, lakini hujui kwamba utendaji wa simba ni katika mawindo ni wa mpangilio. Nimesemaje bwana? Amina. Bwana asifiwe. Unafafanua somo linalohusu hesabu ya shetani katika vita vya kiroho, na umetolea mfano kwamba shetani kama Biblia inamtaja kwamba ni kama simba ungurumaye. Basi kumbe mashambulizi yake kwa watakatifu yanaenda kwa mpangilio maalum. Anakuwa na mahesabu kamili kwamba tukio litakaloanza na tukio gani litakalofuata mpaka kumaliza mashambulizi yake. Tuko sawa? Tuko sawa pendwa? Wewe unayesikia hii itakufumbua ufahamu ili upate kujua kubweteka ni hatari sana. Uje kuona mtu baadaye mnaomba amepata kaunafuu, baada ya muda hali inakuwa ni mbaya zaidi. Si unajua? Hatua ya kwanza mmebeto, hatua ya pili inapokuja anashangaa, yani unakuta kwamba mmejiachia kwamba mambo yameisha, ndio pale anapita. Unashangaa kila kitu kina change, uchumi una change, mahusiano yana change, lakini mara ya kwanza uliona kuna unafuu unaenda.
Ndio maana masuala ya kujua kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho ni vizuri sana, ili usiwe kipofu kwenye mapambano. Na ndio upate kujua kwamba tudumu katika kuomba. Unaona Biblia inasema udumu katika kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo cha kwanza, mpangilio wa shetani ambaye inabidi ujue kwamba mashambulizi ya ibilisi hufananishwa na mashambulizi ya simba. Mashambulizi ya simba kamwe hawashambulii peke yao, wanatembea kwa makundi yaliyoelekezwa vizuri. Unaanza kushangaza. Sikate baba napiga sawa. Inasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba au ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ameze. Kama simba. Kwa hiyo nimekuambia simba kamwe hawashambulii peke yao. Wao hutembea kwa makundi yaliyoelekezwa vizuri, ambayo udhihirisha akili nyingi. Tuko sawa? Tuko sawa? Hii ndio tukikwambia njoo uombe, tudumu kuomba, usifanye mzaha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mbinu ya pili ambayo nataka uione hapa kwa mfano wa mapepo, kitabu cha Ufunuo sura ya 16. Ufunuo sura ya 16. Angalia tena Ufunuo sura ya 16 ule mstari wa 13. Angalia uone, nimekuambia ni mpangilio unaoenda. Inasema hivi: nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Roho tatu chafu. Amen. Amen. Narudia tena. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Ni roho tatu ambazo zimechukua sura ya chura. Haikuwa roho moja, zilikuwa roho ngapi? Tatu. Zote zina kazi. Amen. Zote zina kazi. Inaanza hii, inafuata hii, inaenda hii. Huu ni mpangilio wa hila za shetani anapokuja. Unaona ni roho zile ambazo zinatoka kwenye kinywa wakizungumza. Kama ni nabii wa uongo, unaona maneno aliyozungumza manake ni roho. Wewe unaona kama maneno lakini ni roho. Inategemea yanakuja kwako kama roho ipi. Ni maneno lakini aliyobeba sura ama picha ya kiroho ya umbile la kitu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo lengo langu nataka uone hapa ya kwamba ni roho tatu ambazo zimeenda pamoja kufanya kitu. Sawa? Zote zina kazi. Zote zina kazi. Hakuna ambaye haina kazi. Zote zina mpangilio, zote zina wajibu, zote zina kazi ya kufanya. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Mathayo 12. Mathayo 12. Ule mstari wa 43 hadi 45. Mathayo 12 ule mstari wa 43 hadi 45. Angalia ninavyosema: pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo na maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate.
alafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, imefagiwa na kupambwa, mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko hali ya kwanza. Limetoka pepo hili moja, umelitoa pepo mchafu, toka kwa jina la Yesu. Likatoka, linatafuta mahali pasipokuwa na maji, mahali pasipokuwa na neno. Mahali pasipokuwa na maji ni mahali pasipokuwa na neno. Ndio maana mtu akishafunguliwa anapaswa aendelee kukaa kwenye mafundisho ili ile neno likae ndani. Sasa pepo limetoka, linapaita kwamba ni nyumba yake, linaenda nazunguka huko, linakosa, linakuja linasema nitarudia nyumba yangu, nitarudia nyumba yangu. Inamkuta kweli ile nyumba imefagiliwa, ule uchafu wote umeondoka, yale magonjwa yote yameondoka, kile hali yote uharibifu imeondoka, lakini hakuna neno, hakuna neno, hakuna neno. Linachofanya likishachungulia namna hiyo, linakwenda kuchukua pepo 7 zaidi, maana yake wanakuwa 8, wanakuja wanaingia ndani ya yule mtu, hali yake ya kwanza inakuwa ni mbaya zaidi. Tuko sawa? Kwa hiyo anakuja na mikakati, ili litashika macho yake, ili litashika miguu, ili litashika moyo wake, ili litashika afya. Hali ya huyu mtu baada ya muda kiroho inakuwa ni mbaya sana, kwa sababu yale maroho yaliyotoka yamerudi, lakini katika hali ya wingi. Na yanapokuwa 7, sio kwamba yanakaa hewani, yanakaa ndani ya huyu mtu akiwa na mkakati. Ndio maana unakuta mtu kiuno akiachi, unakuta huyu mtu kichwa akiachi, unakuta huyu mtu mikono, unakuta kuna mpangilio fulani ambayo mtu anabanwa katika ulimwengu wa roho. Hata kusikia habari za Mungu hawezi tena, kitaka kusikia hataki tena, yanabana. Alikuwa anajitoa, ghafla anabadilika, hajitoi tena. Hali yake ya mwisho inakuwa ni mbaya kuliko ya kwanza. Tuko sawa? Tuko sawa? Ona tu ghafla mtu ni kweli amefunguka, lakini baada ya muda unashangaa hali imekuwa mbaya tena. Hivi inatokea wapi? No, mahali pasipokuwa na maji, hana neno. Wakati tunamwombea yule kijana yule, nilijua hawezi akarudi. Nilijua yale maroho huwa sasa yakija yanakuja zaidi, yanambana huyu mtu. Hata kusikia masuala ya Mungu hataki, hata kuomba tena hataki. Ghafla anakuwa kinyume kabisa. Hali yake ukiangalia mara ya kwanza ilikuwa ni afadhali, hii mbona imezidi kuwa mbaya zaidi? Ni kwa sababu ndani yake yameenda yakatolewa, yalivyotolewa yakatafuta msaada, hali yake ikawa ni mbaya zaidi. Hasikii tena masuala ya wokovu, hataki hata umtembelee, hataki hata asikie habari za Yesu, hataki. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo unapata nini? Unaona kumbe mtu mmoja anaweza kuwa na mapepo 7. Yanapokuwa 7 yana mpangilio, na ndani ya pepo moja, ndani ya mtu mmoja kuna pepo moja na nguvu linalo control wote. Bwa mdogo, nyamaza kimya, linaweza likawanyamazisha wenzake. Kwa hiyo unapoona watu kuna vitu walikuwa wanavifanya nafu ghafla unaona tena yuko mbali, chunga mara 2. Amen. Amen. Hii ndio maana kesho tunasema jamani, mafundisho ni muhimu, lakini utazungumza huku mpaka huko. Utazungumza asubuhi mpaka jioni. Utazungumza kama vile hamna kinachoendelea. Utazungumza. Kwa nini? Kwa sababu watu hawajui kwamba mapepo yanapokuja yanakuja kwa idadi. Na yanapokuwa na idadi yanakuwa yanagawana majukumu kwenye maisha ya huyu mtu. Wakati wa ibada yewe sinzia. Umembana anasinzia tu. Akitoka
anaweza akakata mpaka masaa 9 hajasinzia, anafanya mambo yake, lakini akishaingia tu kwenye ibada anaanza kusinzia. Yapo ya huo muundo. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa hiyo nimekuambia kwa makusudi kwamba mara zote mpangilio wa mapepo huwa unafanywa kiakili sana katika maisha ya mtu. Amen. Amen. Na mapepo yanapokuja, hili moja lililotolewa likirudi linaleta wenye nguvu zaidi yake. Tuko sawa? Na lengo sio kwamba limpeleke gerezani kule magereza, lengo yanamfunga kabisa asirudie ile hali ya kwanza. Ni majanja na yanakuwa 7. Sasa 7 maana yake na ile la 8 lenyeji. Huyu mtu unafikia atafurukuta. Utaambia kanisani haji. Utamwambia mafundisho hapa, hakuelewi. Hakuelewi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wazo la namna hiyo tunalipata tena katika kitabu cha Marko sura ya 5. Marko sura ya 5. Marko sura ya 5.